والمرسلين نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tuliahidi jana katika darasa yetu ya baada ya salati al-maghrib kukamilisha sehemu ya kauli za wanawachuoni wa Kiislamu, kauli zinazosherehesha na kufafanua maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo yamepokelewa kwa sanad zilizo madhubuti, zilizo sahihi na watu wa kweli walio waaminifu. Zikahifadhiwa hadithi hizo katika vitabu vya maulama wetu wakubwa wa Kiislamu wanaotegemewa. Hadithi kama tulivyoeleza katika darasa ya jana kwamba mtiririko wake zimekuja miongoni mwa hadithi hizo zikakataza wazi wazi kwa kauli zilizo wazi zisizo na mafumbo, kauli zilizo wazi ambazo hazina utata, zikiwakataza Waislamu kujenga misikiti juu ya makaburi au kuyaweka makaburi misikitini, na hadithi zilizo wazi wazi zilizokuja kukataza kuswali juu ya makaburi au kuswali kuelekea makaburi, na hadithi zilizokuja kuelezea wazi wazi kukataza kuyapaka chokaa makaburi na kuyakalia na kuyawashia taa na mfano wa mambo kama hayo ambayo yamekithiri hivi sasa katika wakati wetu, kana kwamba ndiyo mambo yaliyoamrishwa. Ukiwaona Waislamu namna wanavyofanya kwenye makaburi ya mashekhi zao na wakubwa wao wanaowaadhimisha, utaona vile wanavyofanya kana kwamba ndiyo sheria ilivyofunza. Kumbe sheria iko kinyume na wafanyavyo wao, na maalasaf ikawa yule ambaye hafanyi hivyo anaonekana kuwa ana roho ngumu, roho ya ususuavu, hana heshima, hana adabu kwa wale waliokufa ambao ni watu wakubwa, mashekhe, maimamu, mawalii, masharifu. Onekana kaburi la shekhe mkubwa au sharifu limewekwa jiwe tu na udongo kama kawaida bila ya kujengewa. Inaonekana kana kwamba ametwezwa huyu, watu wake hawakumthamini, na lau wangemthamini basi wangejenga kupa juu yake, wangejenga majengo juu yake, wakalisitiri kaburi lake. Kwa hiyo umekuwa huu ndio utaratibu wa sawa, na hali ya kuwa ni kinyume na alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jambo lingine la kusikitisha zaidi ni kwamba wanaofanya mambo haya ndio wale ambao wanatarajiwa walikuwa wayakataze mambo haya, viongozi wa dini. Wao wakayanyamazia mambo haya, wakashirikiana na watu wa siasa na viongozi mbalimbali wakafanya hivyo. Bali yamefanyika hayo mpaka kwenye makaburi ya maimamu wakubwa ambao wao wenyewe misimamo yao iko kinyume na vile walivyofanya wao, na athari yake ni mbaya sana katika jamii. Sasa
Jana tulisema tutakuja kuzisoma baadhi ya kauli za wanawachuoni wa Kiislamu. Miongoni mwa hao ni al-Imam Muhammad bin Ali al-Shawkani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Shawkani ameandika kitabu kidogo hiki, lakini ana vitabu vingi Imam al-Shawkani kama As-Sayl al-Jarrar, An-Nail al-Awtar na vitabu vinginevyo katika fiqh na hadithi na fani mbalimbali. Lakini aliandika risala kidogo hiki akakiita Sharh as-Sudur fi tahrim raf'i al-qubur. Sharh as-Sudur, kuzikunjua nyoyo katika kuelezea uharamu wa kuyanyanyua makaburi. Kitabu ambacho kina kurasa ambazo hazifiki 100, takriban karatasi 79 au kurasa 79. Katika ukurasa wa 17 wa kitabu hiki anasema al-Imam rahimahullahu ta'ala: inna raf'a al-quburi wa wad'a al-qibabi wal masajidi wal mashahidi 'alayha قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله تارة كما تقدم. Hakika kuyenyanyua makaburi na kuweka makuba na misikiti na mashahidi juu yake amewalani mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wenye kuyafanya haya. Allah tabaraka wa taala amejalia katika miji yetu fitnatul quburi ni ndogo sana ukilinganisha na miji mingine. Watu wanafanya makaburi yawekwa misikitini, makaburi yajengewa, lakini si hivyo unavyofikiria wewe. Katika miji mingine balaa lake ni kubwa zaidi. Majengo yanayojengwa juu ya makaburi ni ya thamani na gharama kubwa. Wengine wanajengewa makuba kama msikiti huu, ambao hapo kuna kaburi la Sheikh fulani, Sharifu fulani, wali fulani, tena kwa thamani kubwa, si kwa udongo na sementi watoke Saudi basi maisha, la, na vitu vya thamani. Au panajengwa minara ya thamani kubwa, si kaburi moja wala makaburi mawili wala matano wala 10 wala 100. Na katika watu walifitiniwa na fitna hizo nchi za Misri, al-Yaman, Iraq, Iran, huko sehemu za Uzbekistan, Tajikistan na sehemu nyingine nyingi katika ulimwengu, Morocco, wapi na sehemu mbalimbali. Lakini mara nyingi utakuta sehemu ambazo zimeathirika zaidi, kadhalika Sudan, sehemu ambazo zimeathirika zaidi na masala ya kubur ni miji ambayo watu wake imma mashia au masufi, ashia ar-rafidha au sufia. Wao ndio ambao wameamua kukhalifiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili wazi, dhahiri, shahidi. Wakaamua vyovyote itakavyokuwa na iwe, wakafanya hivyo kwa ujeuri tu. Sasa Imamu Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala, baada ya zile hadithi tulizozitaja, maegemeo yetu sisi si maneno ya Imamu Ash-Shawkani na wewe kutajia maneno ya imamu wako. Maegemeo yetu ni makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa yeye anafafanua kwa kuwa maneno yake yanafikiana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi itakuwa ni hujja. Tunasema hakika kuyanyanyua makaburi na kuweka makuba na misikiti na mashahidi juu yake, qad la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa'ilahu tara kama taqaddam, amewalani mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam mwenye kufanya hayo mara fulani kama ilivyotangulia. Wa taratan qala, na mara nyingine amesema ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid,
zimezidi ghadhabu za Allah juu ya watu ambao wameyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni misikiti. Fadaa alaihim bi an yashtadda ghadabullahi alaihim. Iliposema ishtadda ghadabullah kwa maana ni dua, kuja kwa sigha ya khabar, lakini murad ni dua, kwamba ghadhabu za Allah ziwe zaidi kwa wale ambao, au zizidi ghadhabu za Allah kwa watu ambao wameyafanya makaburi ya manabii wao kuwa misikiti. Fadaa alaihim, akawaapiza wao bi an yashtadda ghadabullahi alaihim bima faaluhu min hadhihi almasiyah, akawaombea juu yao zizidi ghadhabu za Allah juu yao kwa sababu ya yale walioyatenda katika maasi. Wadhalika thabitun fi sahih, na hilo lenye kuthibiti katika sahihi. Kwa ukiangalia maneno haya anaendelea, lakini maneno haya mpaka hapa alipofika maneno yake yanafikiana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetamka la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kwa hiyo hakwenda nje na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha asema wataratan naha an dhalika, na mara nyingine amekataza hilo. Wataratan ba'atha man yahdimuhu, na mara nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtuma mwenye kwenda kulivunja, amewatuma watakaoyavunja hayo makaburi. Amefanya hivyo, na ni ile hadithi ambayo imepokea Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu al-Hayyaj al-Asadi kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alimwambia, je, nikutume uende kufanya kazi ile ambayo alinituma mimi Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam? Kisha akambainishia kazi yenyewe, alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran mushrifan illa sawaita. Kwa hiyo alimtuma Ali bin Abi Talib kwenda kuyavunja makaburi yaliyonyanyuliwa, na yeye Ali bin Abi Talib kwa kufuata sunna na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Abu al-Hayyaj al-Asadi. Kwa hiyo anasema, na mara nyingine akawatuma watu ambao watakwenda kuyavunja hayo makaburi. Wataratan ja'alahu min fi'li al-yahudi wan-nasara, na mara nyingine akayafanya kuwa ni matendo ya Mayahudi na Manasara. Wataratan qala, na mara nyingine alisema, la tattakhidhu qabri wathana, msilifanye kaburi langu ni mzimu, mahali ambapo wanakwenda kuabudu. Kwenye mizimu watu huenda wakatoa makafara yao pale, wakapeleka maombi yao, wakachinja wanyama pale, ndio kwenye mzimu wanaofanya. Kwa hiyo kaburi langu mimi Allah lisifanywe namna hiyo, watu wakafikia wakafanya ndio sehemu ya kuabudu. Kisha akasema, wataratan qala la tattakhidhu qabri eidan ay mawsiman yajtami'una fihi, na mara nyingine akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, msilifanye kaburi langu ni Eid, yani mahali pa msimu mkakusanyika hapo, kama sara yaf'aluhu kathiru min ubadi alqubur. Asema kama wanavyofanya, walivyokuwa wanafanya wengi katika wenye kuabudu makaburi. Yanatuthibitishia kwamba kuna watu wanaabudu makaburi. Sasa wengi wenye kuabudu makaburi wanafanya hivyo. Yaj'alun, anasema yaj'aluna liman ya'taqiduna min al-amwat awqatan ma'lumatan yajtami'una fiha 'inda quburihim yatanassakuna laha al-manasik wa ya'kufuna 'alayha. Asema wanawafanyia wale ambao wanawaitakidi katika wafu, wanawafanyia wakati maalum, wanawawekea wakati maalumu, wanakusanyika hapo mbele ya makaburi yao, wanafanya ibada ya kuchinja na wanafanya itikafu hapo. Yuko mtu mmoja ameandika risala kuhusiana na al-qubur, akataja idadi ya makaburi yanayoabudiwa duniani. Makaburi mengi yako Misri, mengine yako Sham, Syria huko, na mengine yako Iraq. Ni balaa kubwa, na kuna makaburi kwa mwaka yanafanywa ziara na watu zaidi milioni 3. Idadi ya watu wanaokwenda kwenye makaburi hayo kufanya ibada ni kubwa zaidi pengine kuliko misimu mingine ya hija.
mamilioni ya watu, kama kaburi la kina Ad-Dusuqi, Ahmad al-Badawi kule Misri na makaburi mengine. Watu wengi wanakwenda kuweka nadhiri, lakini sasa serikali zinanufaika kwa sababu zimefanywa ni sehemu za ziko chini ya wizara au vitengo vya utalii na mambo ya ukafu, vile vile wana nasibu zao. Kwa hiyo watu wanafunga safari kutoka miji mbalimbali wakienda kwa ajili ya kwenda kufanya ibada hapo na chinja. Na ikifika musimu ya maulid ya Badawi huko Misri, hadith wala haraj, ni watu maelfu kwa maelfu walikuwa na matatizo ya mambo ya uzazi, walikuwa na matatizo ya kazi zao na familia zao, walikuwa na wagonjwa, walikuwa na matatizo mbalimbali, wanamiminika wakiamini ya kwamba huko watakubaliwa maombi yao. Kwa hiyo ni mabalaa ambayo yanapatikana, watu wanafanya ni sehemu za ibada. Anasema tena katika nyakati maalum, na watu hufunga safari mpaka kutoka huko Afrika Mashariki wakienda Yaman katika msimu maalum. Wanasema wanakwenda kwenye hauli ya Nabiiullah Hud huko Hadramaut, watu wanakwenda kufanya ibada na shaddu rihal. Al-Imam al-Barkawi Muhyiddin ana kijisala kidogo hivi, huyo ameandika sana kuhusiana na masala ya ziyaratul qubur ash-shar'iyyah wash-shirkiyyah. Al-Barkawi Muhyiddin Muhammad al-Barkawi rahimahullah ta'ala anasema qad sarraha 'ammatu at-tawa'if bin-nahy 'an bina'i al-masajid 'alayha ay 'ala al-qubur. Kwa hakika wamesema wazi makundi ya wanawachuoni kauli ya kukatazwa kujenga misikiti juu ya makaburi, wassalati ilaiha, na kuswali kuyaelekea, mutaba'atan minhum lis-sunnati as-sahihati as-sariha, kwa ajili ya kufuata kwao sunna zilizokuwa wazi zilizo sahihi, sunna zilizo sahihi zilizo wazi. ونص أصحاب أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله بتحريم ذلك. na wamesema wazi, wameelezea kwa wazi wafuasi wa Imam Ahmad na Imam Malik na Imam Shafi'i uharamu wa hilo. wa ta'ifatun wa in atlaqat al-karahata lakin yanbaghi an tuhmal ala karahati at-tahrim, na kundi jingine ijapokuwa limetaja kauli ya umakruhu, lakini unatakikana ichukuliwe ile karaha kwa maana ya uharamu, ihsanan lidhanni bilulama'i, kwa ajili ya kuwafanyia dhana nzuri wanawachuoni. wa alla yudhanna bihim, na kutokudhaniwa wao أن يجوزوا فعل ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. kwa kutowadhania wao kuwa wanajuzisha kitendo ambacho zimekuja kwa wingi habari kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama za kuwalani wenye kulitenda hilo na kulikataza. Yani sio kusema kwamba mbona wasema makruh na hadithi zimekuja kwa wingi, la, kwa kuwafanya ihsani wa dhanni, kwa sababu mara nyingi wanawachuoni wa zamani wanakuambia hadha makruh, anakusudia kwamba hadha haram. Wakifuata lugha na maneno ya Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kabairu dhunub, kaanza kwenye shirki, huququl walidain, kadhalika masala qatlu al-awlad, كذلك الزنا، كذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هو نفس ما الله ما يحرمشها، كذلك مسألة يا كل مال يتيما، كذلك مسألة kupunguza vipimo، كذلك مسألة yote yakayataja hayo mpaka masala ya kibri na watu kuzungumza katika dini bila elimu. Kisha akasema kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha, yote haya uovu wake mbele ya Mola wako ni makruh. Makruh kwa maana haram. Kwa hiyo wao wametumia lugha hii ya makruh wakikusudia karahatu tahrim, kwa sababu karaha ziko mbili, kuna karahatu tanzih na karahatu tahrim. Kwa hiyo anatuambia mwanachuoni huyu al-Barkawi
kama alivyotangulia kusema tuliponukuu jana al-Imam Ibn Hajar al-Haytami kwamba maneno ya wanaochuoni yanayozungumzia umakuruhu wa kuyajengea makaburi au kuswali kuelekea au kuyaweka makaburi misikitini, maneno yale yaliposema makuruhu muradi wake ni uharamu. Yeye amesema hivyo, amesema maneno hayo, kwa hiyo inabidi tuchukue maneno hayo kwa maana hiyo, kwa sababu ni istilahi ambayo inafahamika. Wa ila hadithi zinatosha sisi. Vipi awe amelaaniwa mtu kwa kufanya jambo makuruhu? Vipi mtu aambiwe kwamba amelaaniwa na huku tuambiwa ghadhabu za Allah zimeshtadi juu yake, zimezidi juu yake? Bila shaka itatangazwa laana na ghadhabu ya Allah tabaraka wa taala kwa mtu aliyefanya kabira min kabair adh-dhunub. Kadhalika al-Imam al-Alusi rahimahullah taala katika tafsiri yake yeye amewajibu, kuna baadhi ya watu mara nyingi wanatafuta upenyo wa kujuzisha hata jambo lilikuwa haramu, nasi iko sarihi katika jambo kwamba hii ni haramu, basi akipata kijiupenyo kidogo tu atakitumia hicho hicho ili ahalalishe, hasa atakapokuwa yeye ni muhanga wa hilo, pengine ana tatizo hilo. Sasa kuna watu wanatumia aya ile katika suratul Kahfi, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida, wakasema wale ambao wameshinda katika jambo lao tutafanya juu yao msikiti. Sasa hata hao wanaosema kwamba ittikhadhi maana yake ni kusujudu, hapa katika lanattakhidhanna wanasema tutajenga. Hili ndio jambo la ajabu sasa, kwamba ittikhadhi maana yake ni kujenga, hawasemi kwamba tutasujudu juu yake. Siku ile imekatazwa la tattakhidhu qabri idan au la tattakhidhu qabri wathana au la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jamaa lazima ieleweke, ittikhadhi hapa kusujudu, wasema hivyo. Lakini huku Allah aliposema qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida, wanasema hapa nkujenga, wanasema tutajenga msikiti. Sasa si ittikhadhi maana yake kusujudu? Mbona maneno yanabadilika? Na wengine wanasema ujifanya elimu sana, ajua sana sarfu, kwamba hii masjidi, hii masajidi hapa au masjidi hapa si masjidi jengo, masjidi hapa ni kusujudu. Ujifanya ajua sana, lakini pia wanatumia aya hii qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida, kwamba yafaa wao ashabu jamaa hawa, jamaa zao ashabu al-Kahfi hawa walisema watajenga juu yao msikiti. Sasa masjidi kwa maana kusujudu au maana msikiti? Tukubaliane kwanza. Kama watajenga juu yao msikiti, basi na kule imekatazwa katika hadithi, na wamelaaniwa Mayahudi na Manasara ahlul kitab kwa sababu ittakhadhu ala quburi anbiya'ihim wa salihihim masjida au masajid. Tukikubaliana hilo, basi kwamba kumbe kujenga juu msikiti juu ya kaburi kwa lisani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la haramu. Sasa tuje kwenye hao watu wa pangoni pamoja na mbwa wao. Allah tabaraka wa taala aliwafanya ni aya, akawafanya ni muujiza katika umma. Wale shababu waliokimbilia pangoni kwa sababu ya tauhid na kumkimbia mtawala muovu. Sasa baada ya kugundulika watu wale jamaa zao, na baada ya sasa kuwa mauti yamewakuta kweli, vizazi vilivyofuatia baada yao walipoligundua hilo, wakasema sasa sisi tutajenga juu yao, juu ya jengo lao msikiti, juu ya mahala pao hapa msikiti, na natakhidhanna alayhim masjida. Lakini watu wenyewe waliambiwa, hakusema Allah subhanahu wa ta'ala kusema qala alladhina amanu, la, qala alladhina ghalabu ala amrihim, ahlul ghalaba, wakasema wale ambao wameshinda katika jambo, wana nguvu.
Wasema tutajenga juu yao msikiti, tutajenga juu yao msikiti. Sasa swali linalokuja hapa, je, wao walikuwa wana mamlaka ya kuweka sheria? Na sisi tufahamu kwamba ahlul kitabi baada ya mitume wao wameweka mambo mengi na wakaondoa mambo mengi, wamehalalisha vilivyo haramu na wameharamisha vilivyo halali, bali walikuwa wakiwatii wale ahbaruhum wa ruhbanahum, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, kwa sababu wanawatii maulamaa wao na wale watawa wao katika maasi, wanaweka na kuondoa wanachokitaka. Yuharifuna alkalima an mawadhi'ihi, kazi yao ilikuwa ni hivyo. Bali warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillah lafama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Wana mambo mengi ambayo wameyaweka baada ya kuondoka mitume wao ya haki na batil. Sasa hili walikuwa wanataka kulifanya ni jambo la haramu, ni jambo la haramu, na sisi limetudhihirikia kwamba ni jambo la haramu kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam atuambia wamelaaniwa Mayahudi na Manasara kwa sababu wameyafanya makaburi ya mitume wao kuwa ni misikiti. Si ndio hili sasa walikuwa wakilifanya wao? Kwa hiyo maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq yanasadikisha hili kwamba ilikuwa ni tabia yao wao. Wanapokufa, idha mata fihim ar-rajulu as-salih ittakhadhu ala qabrihi masjida. Hii ndio ada yao walikuwa wakiifanya. Kwa hiyo wale waliposema vile lanattakhidhanna alayhim masjida, aya hii inasadikisha kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Pia inasadikisha hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ulaika shirarun nas 'inda Allah idha mata fihim ar-rajulu as-salih banaw ala qabrihi masjida. Hao ni viumbe waovu mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu akifa kwa wao mtu mwema wanajenga juu yake msikiti. Maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayapingani na aya hii kwa yule ambaye anataka ana ufahamu ni sahihi. Sasa al-Imam al-Alusi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake inaitwa Ruhul Maani, alipoitaja aya hii akasema ustudilla bil aya ala jawazi al-bina'i ala quburi as-sulaha'i wa ittikhadhi masjidin 'alayha wa jawazi as-salati fiha. wa mimman dhakara dhalika Shihab al-Khafaji fi hawashihi 'ala al-Baydawi wa huwa qawlun batilun عاطل فاسد كاسد. Imam al-Alusi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Ruhul Maani anasema wastudilla bil aya, na imetolewa dalili kwa aya hii ala jawazi al-bina'i ala quburi as-sulahai, juu ya kufaa kujenga juu ya makaburi ya watu wema, wattikhadhi masjidin 'alayha, na kufanya msikiti juu yake, wa jawazi salati fiha, na kufaa kuswali humo. Kuna watu wanataka kuitumia aya hii kama ndio ushahidi wa jambo hilo. Sasa anasema wa mimman dhakara dhalika, na miongoni mwa waliolitaja hilo Ash-Shihab al-Khafaji, ni Shihabuddin al-Khafaji fi hawashihi ala al-Baydawi, katika hashia yake juu ya al-Baydawi, tafsiri al-Baydawi. Wa huwa qawlun batil, nayo ni qawli batil, atilun, iliyoatilika, yani isiyo na kazi, haina maana yoyote. Fasidun, qawli mbaya, kasidun, iliyodorora, haina faida. Qawli batil, atil, fasidun, kasidun, qawli mbovu kabisa. Haifai kwa mtu kuegemea kauli kama hiyo baada ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baada ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam
haifai mtu kuegemea katika jambo hili. Kuna wale wanasema hivi, sasa mbona imetajwa kule qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida, alafu haikusemwa chochote? Kama ingekuwa shirki, kwa nini imenyamaziwa? Haijanyamaziwa. Nani kakwambia imenyamaziwa? Alafu sisi tunaosema hivi, tunapochukua kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukataza kuyajengea makaburi au kujenga misikiti juu ya makaburi, hatusemi kwamba mujarradi wa kujenga ni shirki. Kakwambia nani? Sio shirki. Kufanya hivyo ni haramu na ni njia ya kupelekea katika shirki. Hii ni dharia, njia ambayo itapeleka kuwapelekea watu kwenye shirki. Ni haramu, ni jambo la haramu, na ushahidi wa kwamba ni haramu, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kwa hiyo jambo la haramu lilifanyika, na waliolifanya ni watu katika zile zilizopita kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na haikuwa ni sheria kwao. Mtu asije akasema kwamba basi ilikuwa ni sheria yao, wa shari'atu man qablana, na sheria waliokuwa kabla yetu. La, kama ingekuwa ni sheria ya waliokuwa kabla yetu, basi isingestahiki juu yao laana. Ni wao walivumbua mambo wakayaweka ambayo hawakufundishwa na mitume wao. Walikuja watu wajifanya ni mahodari wao, waweza kuweka na waweza kuondoa na waweza kuhalalisha na kuharamisha. Walikuwepo watu aina hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akawalaani kwa hivyo. Labda mtuambie tuzifuti hadithi zote hizi zilizo kwenye vitabu kwa sababu eti ahlul kitabi walifanya. Tuzifuti hadithi zote, hazina maana hizo, kwa sababu kina Petro walifanya. Alafu utabaki nini katika Uislamu? Kwa hiyo la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kwa hiyo al-Imamu al-Alusi aligundua hili jambo kwamba kuna watu watakupita kwenye upenyo huu wakidai kwamba yafaa, mbona qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Alafu kwa sababu ni watu wa batili watafsiri hivyo, kasema wale ambao wameshinda katika jambo lao, tutajenga juu yao msikiti. Wakija huku ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, hapa ittakhadhu makubur anbiya, hapa ni kusujudu. Walikuwa wanasujudu hawa. Jamani, kuna bana huku bado ni hapa kusujudu. Sasa hata tuelewa watu wataka nini. Iko haja ya kuwaita kuwasikiliza, jamani, hivi nyinyi mtaka nini? Hebu tuambieni hasa katika huu mpango wenu huu wa kuhuisha makaburi kwa kasi kabisa na kuyajengea, mwataka kitu gani? Na kukusanyika hapo, mkala hapo, mkachinja hapo, mkapiga madufu. Maana katika hauli zao wanakusanyika kutoka miji mbalimbali, wanakwenda ile siku aliyokufa fulani, basi wanakusanyika hapo na madufu yao na firimbi zao. Utaona piga na firimbi pia, si kwamba wapige msikitini tu, mpaka katika makaburi ukifika wapige na firimbi, kwa sababu alikuwa huyo ni katika ahlu tariqa, alikuwa ni mwenzetu, ni mambo yake. Sasa leo tabii tumtumbuize, atatumbuizwa pale kwa nyimbo mbalimbali na firimbi watapiga. Wanafanya hivyo, si masala ya kuzua. Ukifuatilia kwa kina kabisa utayaona hayo yanafanyika, na hatujui wameyatoa nchi gani. Maana tukisema kwa kitabu gani, hakuna kitabu. Mafunzo gani, hakuna mafunzo. Wameyatoa nchi gani, ndio hatujui. Sasa tutuambia wao, haya mambo tumeyarithi sisi kutoka kwa fulani, nchi fulani. Kisha anasema al-Imam al-Alusi rahimahullah ta'ala, haya utayapata kwenye juzuu ya 11 ukurasa wa 196 kwenye tafsiri ya aya ile, qala alladhina ghalabu ala amrihim. Tukirudi katika hadithi